Tuna uwekezaji wa aina mbili. Tuna uwekezaji wa ICD ambayo ina maana kwamba ni upokeaji wa container ambazo zinakuwa imported kwa ajili ya kusaidia uchumi wa nchi kupanda katika ngazi mbalimbali za wafanyabiashara. Kwa hiyo tumewekeza katika importation, tumepewa ruhusa na mamlaka ya bandari katika kufanya hili jambo. Kwa hiyo tupo katika kuisaidia bandari yetu ya Tanzania kwa ajili ya kuiwezesha kufanya kazi yake kwa urahisi na kuwafikia watu wengi na kuhudumia watu wengi, hususani katika upande wetu huu wa kanda ya Ziwa. Na pia vile vile uwekezaji wetu unahusiana pia na CFS ambayo pia itatumika kufanya export. Kwa hiyo sio tu kwamba tutadili na import, pia hapo baadaye tupo katika marekebisho ya mwisho upande wa export, pia tutadili na export. Kwa hiyo wale ambao wenye kulima mipunga tunawakaribisha. Tumeona Isaka ni sehemu nzuri sana ya biashara, kwa hiyo pia tunawakaribisha wale wote ambao pia watahitaji kusafirisha mazao yao cash crop kwa ajili ya uuzaji wa nje ya nchi. Karibuni sana. Sisi wana Isaka kwa kweli tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa maana ya kuendelea kutekeleza miradi ya kimkakati ambayo inagusa halmashauri yetu ya Msalala. Katika halmashauri yetu hii ya Msalala, katika miradi ya kimkakati SGR inapita hapa, ambapo tutakwenda kuwa na ongezeko kubwa la abiria wanaoshuka hapa pia kwa ajili ya kwenda maeneo jirani ya mkoa wetu wa Shinyanga. Lakini ujenzi huu wa bandari unakwenda kuongeza mizigo ambayo itakwenda kushuka hapa. Sisi kwetu ni fursa kubwa sana kwa maana ya wananchi wetu kupata ajira, kwa sababu wananchi hawa, treni ya mizigo ndio treni ambayo inakwenda kutoa fursa nyingi sana. Na kwa upanuzi huu wa bandari hii nilikuwa napitia taarifa za TRC. TRC ilikuwa inapokea treni 7 tu kwa mwezi katika kushusha mizigo hapa. Kwa upanuzi huu kuna uwezekano wa kuongeza treni 25 zingine kwa mwezi. Kwa hiyo tutakuwa tuna treni 32 zinashuka hapa. Karibia kila siku kuna mizigo itashuka hapa. Kwa hiyo wananchi wa Isaka na Msalala na Kahama kwa ujumla wana uhakika wa kupata ajira ya kila siku katika eneo hili. Tungependa sana mji wetu wa Isaka ujengwe kwa lami sasa, kwa ajili ya kupokea haya maendeleo ambayo yamekuja na upanuzi wa bandari. Mimi nimefarijika katika mradi huu. Kwanza sikutarajia nitakutana na surprise ya namna hii, mwenyekiti wa chama. Hapa Isaka miaka iliyopita haikuwa hivi ilivyo leo. Kuna maendeleo makubwa sana ambayo yamefanyika hapa. Hivyo nitumie fursa hii kwanza kuipongeza serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa sababu kiongozi mwenye maono ndo anafanya mambo yanatokea. Hapa Isaka ndani ya miaka 2, 3 mpaka 5, maana yake uchumi wa hapa utakuwa ni mkubwa sana. Kwa hiyo watu wa Isaka mlioko hapa, mna wajibu wa kutambua, mna wajibu wa kulinda miundombinu hii. Hapa hii miundombinu ni ya kwenu. Wawekezaji wameleta fedha zaidi ya bilioni 10 uwekezaji umefanyika hapa. Tuwapongeze GSM, tuwapongeze na wadau wengine, lakini tupongeze TRC kwa kuweza kuruhusu miundombinu kutumika na kufika hapa. Huu uwekezaji utafaa leo kwa sisi tuliopo na vizazi vinavyokuja. Watoto wenu watakuja kuona manufaa ya uwekezaji huu ambao unafanyika hapa. Lakini jambo zuri ambalo limevutia zaidi ni kuona sasa ile movement ya mizigo inapunguzwa kidogo, kwa sababu zamani mzigo lazima utoke Dar uende nchi husika. Sasa itachukuliwa hapa na kwenda nchi husika. Moja, ina save muda, lakini pili, inasaidia kuleta ajira kwa watu walioko hapa. Vijana wengi wa Isaka watapata ajira hapa, watafanya shughuli mbalimbali ambazo zitasaidia kukuza kipato chao ndani ya familia zao. Lakini jambo lingine, kwa serikali tutaongeza wigo wa kukusanya mapato, kwa sababu kodi ambayo itakusanywa hapa ndio hiyo itakayojenga miundombinu ndani ya Kahama na nchi nzima ya Tanzania, kwa sababu mgawanyo wa kodi tunajua unaenda maeneo mbalimbali. Ni sawa sana watu wanaouliza kwa nini serikali inanunua ndege na sisi ndege hatupandi, kwamba uwekezaji unapofanyika
sio lazima ukuguse wewe moja kwa moja. Ndege leo tukinunua ikisafirisha watalii, ikafanya biashara, fedha inayopatikana itapeleka maji Iringa, Mbeya, Mwanza, kote. Kwa hiyo kila Mtanzania anaguswa kwa namna moja au nyingine. East African Spirits Company Limited ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa pombe kali na bia. Kampuni hii ilianza mnamo 2018 ambapo ilianza na line ya plastiki. Tulianza uzalishaji wa bidhaa yetu inayoitwa Diamond Rock. 2019 tukaanzisha line yetu ya line ya glasi ambao tunazalisha bidhaa yetu pendwa Hanson's Choice. 2023 ndipo tulipoanza ku blend na ku manufacture beers zikiwa ni Hanson's Light, Goldberg, Basembi ambayo imeunga mwaka 2024 na Hanson's Dry iliyoanza uzalishaji mwaka 2025. Bidhaa zetu ni bora, salama, zimethibitishwa na TBS, lakini pia zina key element au niseme ni zina sifa kuu ya kutokuwa na hangover, kutokuwa na harufu mbaya, na pia zina bei nafuu kwa kila Mtanzania. Kutoka ndani ya kina cha ardhi, kazi ni jasho, kazi ni bidii, kazi ni uthubutu wa kweli. Lakini kila shujaa anastahili zawadi ya ushindi wake. Basembi, bia ya mashujaa, bia ya kazi, bia yenye ladha kali isiyosahaulika. Haina hangover, ina nguvu. Ni chaguo la wanaume wanaofanya kweli. Basembi Extra Lager, kazi imeisha, sasa ni muda wa ladha safi.